Taarifa tulionayo ni baada ya Rais mstaafu Jakaya Mrisho Kikwete kuweza kuwaomba viongozi wa dini na akiweza kuwaonya kuhusiana na swala zima la kuweza kuchanganya mambo ya siasa pamoja na mambo ya dini, na huku akiweza kuzungumza kwamba katika hatua ambayo itakuwa ni mbaya zaidi, basi ni kuona kesho na kesho taifa linajaa viongozi ambao wanakuwa wakihusianisha masuala ya dini na masuala ya kisiasa. Hapo ndio utakuwa mwisho wa taifa la Tanzania, na huku akiweza kuomba na kuweza kutoa wito kabisa baada ya kuona kwamba tunakoelekea na tunakoenda itakuwa ni pabaya, kwa sababu tayari kutaanza kuwa na mgawanyiko kwa baadhi ya viongozi wa dini wakiwa wanatetea baadhi ya chama fulani, na baadhi ya viongozi wa dini ama madhehebu watakuwa wakitetea pia upande wa chama fulani. Kwa hiyo ni swala ambalo kiuhalisia kwa Rais mstaafu, kutokana pia na experience alionayo ya uongozi na jinsi ambavyo anaelewa kabisa jinsi ya kuweza kuendesha taifa la Tanzania, na kwa sababu pia mwenyewe alishawahi kuwa rais, kwa ni lazima anaelewa na anafahamu madhara ambayo yanaweza kujitokeza baada ya viongozi wa dini kuja kwa kasi na kuanza kuingiza masuala ya kisiasa na mambo ya dini, na mwisho siku tunaweza kujikuta katika taifa ambalo tayari itakuwa lipo katika upotevu na lipo katika mvurugano, na mwisho siku amani ambayo tumekuwa tukizungumzia na kutaka iendelee kutawala inaweza ikatoweka, kwa sababu kiuhalisia tumeweza kuona tu hata tashtiti ambayo imeweza kujitokeza baada ya Askofu Gwajima ama mbunge wa Kawe baada ya kuweza kuzungumza yale aliweza kuyazungumza katika press conference, licha kwamba hata kwa baadhi ya viongozi wa dini ya Kiislamu akiwemo pia Sheikh Shafi akiweza kuzungumza kwamba alichokizungumza kutokana pia na nukuu ya Askofu Gwajima ni kwamba alikuwa yuko sahihi kwa upande wake, lakini pengine changamoto ilikuwa ni katika mahala ambapo ameweza kuzungumzia kile alichoweza kukizungumzia. Huenda kuanzia kwenye kipindi ambacho kimeweza kuzungumziwa inaonekana kabisa kwamba huenda kukawa na maslahi ya baadhi ya viongozi wa dini kwa lengo la kutumia siasa kama kivuli, na ndio maana kuna watu wamejaribu pia kuhusianisha haya mambo kwamba ni kwa nini Askofu Gwajima ameweza kusubiri kipindi ambacho tunaelekea ni kipindi cha uchaguzi, na tena akiweza kuteka attention ya watu, na ndio maana hata kwa Rais Jakaya Mrisho Kikwete, rais mstaafu, ameweza kuzungumza kwamba ni swala ambalo inabidi viongozi wa dini waweze kujitathmini na sio wakatumia kivuli cha siasa na kuweza kutengeneza maslahi yao binafsi kwa kupitia pia hiko kinachoweza kuendelea. Na kiuhalisia wewe ulichokizungumza kikawa kina uhalisia na ukweli ndani yake, kwa sababu hakuna anayejua kilichopo kwenye nafsi ya Askofu Gwajima ama kiongozi yote wa dini. Kwa hiyo nafikiri cha msingi zaidi tuendelee keep in touch na sisi, na kama utakuwa na ushauri zaidi basi tukutane kwenye upande wa comment. Ni Hatoboy Media, lakini taarifa ambayo tulionayo na tumeweza kusikiliza kutoka kwa Rais mstaafu Jakaya Mrisho Kikwete. Hii ni Hatoboy Media.